Hello, Bwana asifiwe. Na ukaribisha kwenye darasa tujifunze kitu kinachosema kujua ni zaidi ya kuelewa. Kujua ni zaidi ya kuelewa. Kuelewa ni ule ufahamu ambao anaupata mtu kutoka kwenye elimu au kujifunza kuhusu kitu fulani au vitu fulani. Ule ufahamu wa jumla ndiko kunagomba mtu kuelewa. Huko ni kuelewa. Lakini kwenye kujua ni zaidi ya kuelewa. Kujua ni zaidi ya kuelewa. Kujua ni kufunuliwa kwa taarifa ambazo unazisoma au unazisikiliza na kujifunza. Kujua ni kunatokana na kufunuliwa kwa vile vitu ambavyo unavisoma. Sasa kufunuliwa zaidi kwa zile taarifa liko kujua. Maana yake kujua hakutokani na kuingiza taarifa kutoka nje, bali taarifa unaipata kama mafunuo. Yale mafunuo ndiko kunakupa wewe kujua, unakifahamu. Na hayo mafunuo yanaweza kuwa aidha yalikuwa yameshagunduliwa, watu wengine washafahamu, au ndo mara ya kwanza wewe kugundua. Huko ndiko kufunuliwa. Kwa hiyo watu wote ambao huwa wanafunuliwa huwa wanajua vitu. Na kufunuliwa ni kwa kila mtu. Sema kuna viwango vya kufunuliwa, ila kwa kila mtu. Na kuelewa kwenyewe huwa kunategemea akili. Akili ya mwanadamu na afya ya akili ndiko inamsaidia mtu aelewe kile anachojifunza. Ila kufunuliwa huwa kunategemea viumbe vya rohoni. Ni msaada wa viumbe vya rohoni ambao vinampa mtu kujua kitu fulani, kumfunulia kitu fulani. Huko ndiko tunakosema kujua. Mfano, nachukulia mfano Yesu alipopanda na wanafunzi wake watatu ambao alikuwa anaambatana nao kila sehemu. Wanafunzi watatu akiwemo mmoja wapo Petro. Walipopanda mlimani, baadaye Yesu akatokewa na Elia na Musa, alikuwa anazungumza nao. Baada ya mazungumzo, Petro akamwambia, Bwana, tufanye vibanda vitatu ambavyo kimoja kitakuwa cha kwako, kimoja kitakuwa cha Musa, kimoja kitakuwa cha Elia. Hapo unaweza ukafikiria kwamba yeye alisema hawa Elia na Musa. Huyo Petro aliwajuaje? Maana hapo unakuja kuona hapo mwanzoni alifunuliwa. Alipata taarifa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Pale aliwajua, alifunuliwa kwamba hawa ndio watu fulani. Kwa hiyo kule kufunuliwa kwake ndiko kulipa kujua, wajua kwamba hawa ni mtu fulani na mtu fulani. Na kufunuliwa huwa kama nilivyosema, kufunuliwa huwa kuna viwango, ila kila mtu huwa anafunuliwa. Pia mfano pale Yesu alivyowauliza wanafunzi wake kwamba, je, hao huko nje wananena hivyo, je na nyinyi mnanena kama nani? Petro alisema, wewe ndiye Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hapo alifunuliwa. Aidha alikuwa na taarifa kwamba huyu ndiye Yesu, ila kwa muda ule alifunuliwa na viumbe vya roho kwamba huyu ndiye Yesu. Na kitu kimoja ambacho nataka ujue ni kwamba unahitaji kufunuliwa kwa vile vitu ambavyo unavyovijua. Kuweza kuwa kuna vitu fulani na vifahamu, muombe Mungu akufunulie vile vitu ili uvijue. Na ndio maana Biblia ni ile unaweza ukaisoma ukaielewa lakini usijue. Kwa sababu ili uelewe Biblia inahitaji ufunuo. Na huo ufunuo huwa ni ufunuo binafsi. Ufunuo ambao unaupata wewe binafsi. Na huo ufunuo kama nilivyosema unahitaji msaada kutoka kwenye viumbe, kutoka kwa viumbe vya rohoni. Kwa sasa huo ufunuo binafsi ambao utakusaidia wewe kwenye maisha yako au kwenye kitu fulani. Ndio maana Biblia iliandikwa kwa roho, ila pia wewe pia kwenye kuisoma Biblia kunahitaji ufunuo binafsi ili ujue kuhusu kitu fulani, ili ujue, sio uelewe tu. Unaweza ukasoma na ukaelewa kwamba Musa aligawa bahari ya Shamu
kwa fimbo, ukasoma kabisa ukaelewa, ni kweli kwamba aligawa bahari ya Shamu kwa fimbo, lakini usielewe nini kinachokuhusu wewe mle kwenye Biblia. Na ndio maana ufunuo unakusaidia wewe kujua kitu fulani au kujua kuhusu kitu fulani. Hiyo itakusaidia sana. Kumbuka, kujua au kufunuliwa huwa ni kwa kila mtu. Sio kwamba mtu fulani tu yeye ndo anapaswa kufunuliwa au kujua vitu fulani. Hapana, hata wewe pia unahitajika kujua ili vitu uvielewe. Na kitu kingine, nguvu ya kufanya maamuzi huwa inatokana na baada ya kujua. Yaani maamuzi hasa ya ndani, maamuzi ya kufanya au kutokufanya kitu fulani huwa ni baada ya kujua kitu fulani, si kuelewa. Mafunuo ambayo utapata kuhusu kitu fulani ndio yatakuwa yana msukumo mkubwa sana wa kufanya kitu, wa kufanya vitu fulani kwenye maisha yako. Nguvu ya kujua, nguvu ya kufunuliwa ndio itakusaidia wewe fanya maamuzi ndani ya akili yako, ndani ya vitu fulani, iwe biashara, iwe elimu, iwe nini. Yale mafunuo ndio yatakusaidia. Unaweza ukawa unaelewa kwamba dhambi ni mbaya, lakini usipofunuliwa au usipojua kwamba dhambi ni mbaya, itakuwa kazi sana kuiacha. Ila baada ya kufunuliwa, baada ya kujua kwamba dhambi ni mbaya, aisha utaikimbia, aisha hutatamani kuwa karibu nayo, hutatamani kuambatana nayo. Hiyo ni nguvu ya kujua. Hiyo ni nguvu ya kujua. Kujua kunakupa zaidi nguvu ya kufanya maamuzi ya vitu fulani. Na kupenda. Mungu akubariki.